sana katika hii njia. Mtu ambaye hajachukua hatua inabidi achukue hatua asubuhi ya leo. Ili uweze kumkabidhi Bwana maisha yako, uweze kubatizwa kwa jina lake, ili uweze kutembea. Kuanzia hapo unapoendelea kupiga hatua, ndivyo utakavyozidi kupandishwa kiwango. Bwana Yesu abariki. Amen. Mpaka ufikie hatua ya kuwa na Roho Mtakatifu na kuweza kujisimamia wewe mwenyewe. Bwana abariki. Amen. Ila ikiwa utapinga, maana yake tarajia kupata mambo mengi zaidi ya ulimwengu huu. Bwana Yesu abariki. Haikuwa ila maili chache tu ipime kwenye ramani. Kwa kweli ninaamini ya kwamba ingeweza kuitembea nchi hii. Ningeweza kuitembea chini ya siku tatu. Bwana abariki. Amen. Nabii anakwambiaje? Hiyo safari ya hao wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani, ilikuwa ni safari ya muda mfupi. Bwana abariki. Ila kwa nini ilikuwa ya muda mrefu? Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Hawakuamini. Bwana Yesu abariki. Hawakuamini. Na ndio maana safari ilikuwa ndefu. Kutoka bahari ya Shamu hadi mahali walipovukia Yordan kuingia Palestina, safari ndogo tu. Na hata hivyo ulikuwa ni mwendo wa siku 5. Bwana abariki. Na hata hivyo kwa sababu ya kutokuamini kwao iliwaweka miaka 40 nyikani. Kwa kutokuamini kwao walikaa muda mrefu, wakati ilikuwa ni safari ya siku chache. Sasa hilo ni jambo zito. Tunapaswa kulitafakari kwa muda kidogo. Hawakuamini hata kidogo kwamba kulikuwako maji ya Mara yalikuwa mbele yao, hivyo vikwazo. Bwana Yesu abariki. Yalikuwa mbele yao, ama nyika ya Sini, ama mlima Sinai, ama Kadesh Barnea, ambako walimkosea Mungu kabisa. Wakati kutoka Kadesh kulikuwa na siku 11 tu mpaka kuvuka. Wasingeweza kuamini hilo kwa sababu tayari walikuwa wameona mambo mengi sana makuu yakifanyika. Walikuwa na hakika ya kwamba walikuwa katika mapenzi ya Mungu, kama tu vile baba zetu walivyokuwa miaka michache iliyopita. Bwana Yesu abariki. Amen. Kama vile ambavyo sisi leo tunaweza tukawa na hakika kwamba sisi ni waaminio. Bwana abariki. Amen. Sisi tumeamini na hata hivyo hatuna shida yoyote. Lakini hata hivyo kiukweli sisi si watii. Bwana abariki. Nao walikuwa, lakini hapo ndipo walipofanya kosa lao kubwa baya sana. Wao kosa kubwa sana ambalo Israeli waliwahi kufanya ni wakati walipoikana neema na kuikubali Torati. Walifanya kosa lao kubwa kuliko yote katika Kutoka 19 tumeisoma. Ilikuwa ni moja ya makosa mabaya sana ambayo Israeli walifanya. Bwana Yesu abariki. Amen. Yaani kuikana neema. Bwana Yesu abariki. Amen. Neema ya Mungu kuikana, na wao wakabaki katika Torati. Bwana Yesu abariki. Amen. Agano ambalo Mungu alifanya na Ibrahimu lilikuwa ni la neema tu, lakini neema ilikuwa imewapa mkombozi, nabii, mwanakondoo wa sadaka. Ilikuwa imewapa uamsho mkubwa sana waliopata kuwa nao. Hata hivyo hawakuridhika nao, walitaka jambo ambalo wangeweza kubishania. Walitaka mahali ambapo wangeweza kuwa na cha kufanya katika jambo hilo. Bwana Yesu abariki. Walitaka ukaidi. Kila mtu na yeye atoe mawazo yake. Bwana abariki. Wewe na wewe ulete mawazo yako tufanye hivi, wakati Mungu amesema fanya hivi. Wakamkosa Mungu kwa kutokuongozwa na Musa. Bwana Yesu abariki. Ndivyo ilivyo sisi leo hii tunapoambiwa jamani tunapaswa kutembea hivi, lakini mtu ni mkaidi. Mtu hata tekeleza. Kwa tunapaswa kuwa watu wa tabia gani? Tunapaswa kutii kwa kila neno. Bwana Yesu abariki. Amen. Tunapaswa kudumu kwenye neno. Tunapaswa kudumu katika neno lake. Hivi kwamba utapokuwa unatembea katika hii njia ukiwa umekuwa mtiifu mkamilifu kwa Mungu, hakika lazima utapatwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu abariki. Amen. Ni kwa nini Roho Mtakatifu hatuna? Ni kwa sababu siku kwa siku tumekuwa ni wakaidi. Bwana abariki. Tumekuwa ni wakaidi kwa sababu wewe ukiwa mtiifu hata saa 24 ni nyingi.
Bwana bariki. Kumpata Roho Mtakatifu. Lakini kwa sababu gani? Siku kwa siku tunabaki yaani katika safari yetu hii. Ni kwa nini safari ilikuwa ni ndefu? Nabii anasema kwamba ilikuwa ni safari ya siku chache ungekuwa umefika wapi? Kanaani. Kwa nini walazimu kutembea miaka 40? Ni kwa sababu mioyo yao ilikuwa ni migumu. Ni kwa nini sisi leo hii safari yetu ya kumpokea Roho Mtakatifu ilibidi tuipokee tu wakati huo? Bwana bariki. Kwa nini sasa tumpokee siku kwa siku? Ni kwa sababu bado sisi mioyo yetu ni migumu. Bwana bariki. Tulipaswa kuwa, yaani uwe na hakika ukiamini muda huo Roho Mtakatifu lazima upate. Magonjwa lazima yaondoke. Bwana bariki. Ni kama tu unapochukua hatua kwenda kubatizwa kulingana na Biblia. Saa hiyo unapoamini kama kuna magonjwa ndani yanaondoka. Wakati huo unabakia kama ulivyo, mapepo yanakimbia. Sababu gani? Umeamini na umebatizwa kulingana na Biblia. Lakini ikiwa ukubatizwa hivyo, bado ungali una dhambi, mapepo bado yako ndani. Bwana ubariki. Mapepo hayawezi yakatoka isipokuwa yanatoka kwa neno, kwa kufanyia ubatizo kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana ubariki sana. Lakini kama ilivyokuwa kwa Israeli ya kawaida, ndivyo ilivyo na Israeli ya kiroho. Sisi ni Waisraeli kwa sababu sisi ni uzao wa Ibrahimu. Huyo Mwisraeli si yule aliye wa mwili, bali yule wa roho. Amen. Bali yule wa roho. Sisi tukiwa tumekufa katika Kristo, tunachukua uzao wa Ibrahimu. Nasi ni warisi pamoja na Ibrahimu, sawa sawa na ahadi. Bwana wabariki. Sisi ni warisi. Kwa kuwa Ibrahimu Mungu alimwambia kwamba nitakupa nchi hii yote na uzao wako. Sasa ili uweze kufanyika uzao wa Ibrahimu, kwanza huwezi ukafanyika uzao wa Ibrahimu kama haujabatizwa. Bwana wabariki. Huwezi ukafanyika huo uzao, kwa sababu kwanza kanuni ya kwanza ni ubatizo. Ni mpaka ubatizwe sasa ili uweze kuingizwa kwenye ahadi. Utakapobatizwa utaingizwa kwenye ahadi ya Ibrahimu. Wakati huo unapobatizwa kila kitu umekiacha. Magonjwa yameisha, kila kitu kimeisha. Unaingia kwenye ahadi ya Ibrahimu. Ulimwengu unaondoka. Kila kitu kinaondoka ndani yako. Unafanyika kuwa mwaminio. Bwana wabariki. Unafanyika kuwa mwamini. Mwamini ni mtu wa aina gani? Mwamini ni yule ambaye anaamini neno lote. Bwana Yesu awabariki. Ambaye haoji, yani hana kulihoji neno. Huyo ndio mwamini. Ukishakuwa mwamini sasa, wewe unakuwa ni kwenye uzao wa Ibrahim. Sasa una uwezo wa kuomba lolote. Bwana wabariki. Kwamba ombeni lolote kwa jina langu mtalifanya. Sasa hapo Mungu atakusikiliza. Lakini ikiwa hujafanyika hivyo, hata ungeomba ukaomba na kuomba, bado utaendelea kuona mambo yanakuwa ni magumu. Kwa sababu gani? Bado hujataka kujitolea. Bado hujachagua upande wa Mungu. Bado una nia mbili. Yaani ulimwengu unautaka, wakati huo na Mungu unamtaka. Sasa yeye anasema ni bora tu ungeamua kama kuwa baridi uwe baridi, au kama ni moto uwe moto. Bwana wabariki. Kwa sasa uchaguzi ni sasa hivi. Haleluya. Unaweza ukatoka baada ya hii duniani haupo tena. Bwana wabariki. Ukashangaa. Yaani sasa hivi ni mzima, lakini ukakaidi, ukatoka ibadani, tukapata taarifa bwana yule mpendwa haipo duniani. Wakati muda wa kuchukua hatua ilikuwa ni sasa. Amen. Basi tunapojaribu kuwazia kwamba yeye anahitaji msaada wetu, para 36. Yeye ni Mungu, mnasema vyema, hana budi kuwatumia wanadamu kuhubiri neno. Kama tu vile Yohana alivyosema, Mungu anaweza kutoka katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Yeye hatuhitaji, yeye ni muumba. Anaweza kufanya lolote atakalo kwa sababu yeye ni Mungu. Bwana wabariki. Yeye Mungu anaita asubuhi hii, anataka moyo wako. Ndio. Hauna kitu chochote ambacho wewe unaweza ukamfanyia Mungu kionekana ni cha maana zaidi ya kujitoa wewe, maisha yako. Bwana wabariki. Ili upate uzima wa milele. Ndio Mungu anachokitaka kwako. Umwamini na kujitolea kwake. Alafu yeye mwenyewe atafanya mambo mengine. Amen. Bwana Yesu awabariki. Amen. Tusisinzie. Tulikosea wapi? Para 41. Kama vile Israeli walivyofanya, tusingeweza kuendelea tu.
kwenda jinsi Roho Mtakatifu alivyokuwa akituongoza. Ilitubidi kuongeza kitu fulani kusababisha kuingia kwa kutokuamini. Kama Israeli wangeliendelea kufuata njia ambayo Bwana alikuwa akiongozea katika majuma mawili, wangalikuwa katika nchi ya ahadi. Bwana wabariki. Sisi tulikosea wapi? Kutoka nje ya neno. Tulianza mwanzoni safi kabisa. Lakini kipindi unapotoka nje ya neno, maana yake unakaribisha mauti. Kwa kuwa ukiwa nje ya neno ni mauti. Bwana wabariki. Amina. Unakaribisha mauti wewe mwenyewe kwa kutoka nje ya neno, kwa kutokuamini. Mauti yanakuja saa hiyo, yanaingia ndani. Na mauti yanapokuja akaingia ndani, itakugharimu sana kuja kuitoa. Bwana wabariki. Yaani itagharimu sana. Yaani ni neema tu ya Mungu. Unaweza ukapotea jumla. Katika majuma mawili wangelikuwa katika nchi ya ahadi, bali iliwabidi kubadilisha kitu fulani. Na kama kanisa la Kipentekosti lingeliendea katika roho jinsi Mungu alivyoagiza kwenda, na tayari alikuwa amethibitisha ya kwamba alikuwa ndani yao, tungekuwa tukiishi katika utawala miaka 1000. Naona Bwana Yesu abariki. Amen. Yaani ikiwa kama kweli watu wangejitolea, kanisa la Pentekosti likajitolea likaishi kulingana na Biblia, nabii anasema ingekuwa tupo kwenye utawala miaka 1000. Lakini kwa sababu gani hatupo? Watu walishuku neno wakalipinga. Kutokuamini ukachukua nafasi. Sasa tusingeweza kuendelea. Kukatokea migawanyiko. Watu wakalipotosha neno. Bwana Yesu abariki. Watu wakafuata mambo yao, wakaanza kuongea vitu ambavyo sio neno. Watu wakajigawa, wakaanza kupotosha Biblia. Na ndio maana leo hii unajikuta umenasa sehemu fulani. Bwana abariki. Umenasa. Ukinasa hapo sasa, na wewe ndio umenasa ambayo Mungu alikukusudia. Mungu yeye anasema kwamba misingi ikiharibika mwenye yake atafanyaje? Bwana abariki. Ikiwa Mungu alikukusudia uzima, sasa umeenda sehemu ukanasa. Ukasema mimi ni Mkristo na nimebatizwa. Nimebatizwa mimi kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na nina Roho Mtakatifu. Wakati huo unajidanganya mpendo. Hata hujawahi kubatizwa, hata Roho Mtakatifu huna. Ila tu umenasa mahali ambako watu walipotoa kweli. Sasa yeye Mungu anafanya tena kazi kubwa kukurejesha. Kukurejesha kwenye hilo neno. Na hata hivyo ulione kwamba limedhihirika mbele yako, na bado unafanya moyo wako kuwa mgumu. Sasa hiyo ni kitu kibaya sana. Maana yake umeingia kwa Mungu aliye hai, na hata hivyo umemkataa. Sasa tegemea kupata nini? Hukumu. Bwana Yesu abariki. Tegemea hukumu inakuja juu yako. Neno kanisa linamaanisha walioitwa watoke. Ndio. Bwana abariki. Yaani neno kanisa maana yake nini? Watu walioitwa watoke. Watu walioitwa watoke ulimwenguni, wajitenge na mambo ya ulimwengu,